Watu wameandamana katika miji mikubwa ya Marekani kupinga sera za Rais Donald Trump aliyeingia madarakani mwezi Januari mwaka huu. Miongoni mwa sera zinazopingwa na waandamanaji hao ni pamoja na za uchumi, kupunguzwa kwa wafanyakazi wa serikali, ushuru, sera zake za uhamiaji na haki za binadamu. Maandamano hayo ya Jumamosi yamefanyika katika maeneo 1200 ya majimbo yote ya Marekani. Waratibu wake ni pamoja na mashirika ya kiraia, vyama vya wafanyakazi, watetezi wa mapenzi ya jinsia moja na wanaharakati wa uchaguzi. Donald Trump amewakasirisha Wamarekani walio wengi kwa hatua zake kali za kupunguza serikali na kwa kuwalazimisha raia kufuata maadili ya kihafidhina pamoja na kuzishinikiza vikali hata nchi rafiki katika masuala ya mipaka na biashara. Waratibu wa maandamano hayo ya amani wamesema walitarajia kuwa yangehudhuriwa na watu 20,000, lakini waliojitokeza ni zaidi ya idadi hiyo. Doha. Ujumbe kutoka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wamekutana na kufanya mazungumzo mjini Doha nchini Qatar. Chanzo chenye ufahamu na suala hilo kimearifu Jumamosi kuwa mazungumzo haya yaliyolenga kupata mwafaka wa kusitisha mapigano mashariki mwa Kongo yalifanyika kwa faragha Alhamisi. Hii ni mara ya kwanza kwa pande hizo mbili za mzozo huo kukutana ana kwa ana baada ya muda mrefu. Mazungumzo zaidi ya usuluhishi yanatarajiwa kufanyika tena Doha ili kuimarisha juhudi za kutafuta suluhisho la mgogoro kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23. Waasi hao wanadhibiti maeneo makubwa ya mikoa ya Kivu Kaskazini na Kusini na wameiteka miji mikuu ya mikoa hiyo, Bukavu na Goma, tangu mwezi Januari mwaka huu. Tehran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, amepinga nchi yake kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Marekani kuhusu mpango wake wa nyuklia, akisema hayatakuwa na maana. Ameitoa kauli hiyo leo Jumapili baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kusema kuwa angependa kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na Iran kuhusu suala hilo. Araghchi amefafanua kuwa mazungumzo ya moja kwa moja hayatakuwa na tija kwa kuwa mara zote upande wa pili umekuwa ukitishia kutumia mabavu, hatua inayokiuka azimio la Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, amesema taifa lake litaendelea kuzingatia demokrasia na liko tayari kutumia njia ya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja. Nchi za Magharibi zikiongozwa na Marekani kwa miongo mingi zimekuwa zikituhumu Iran kuwa inafanya harakati za kutengeneza silaha za nyuklia. Tehran hata hivyo inazikanusha shutuma hizo na inadai kwamba shughuli zake za nyuklia ni kwa ajili ya matumizi ya kiraia pekee. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka DW mjini Bonn. Kiev. Idara ya ulinzi wa anga ya jeshi la Ukraine imesema imezuia makombora 13 kati ya 23 na droni 40 kati ya 109 kutoka Urusi katika mashambulizi ya usiku wa kuamkia Jumapili. Jeshi hilo limesema droni 53 kati ya 109 zilizorushwa zilipoteza mwelekeo. Taarifa hiyo imetolewa muda mfupi baada ya Urusi kukiri kuwa imefanya mashambulizi ya makombora dhidi ya Ukraine yaliyolenga maeneo kadhaa ukiwemo mji mkuu Kiev. Gazeti la mtandaoni la Kiev Independent limemnukuu meya wa Kiev Vitali Klitschko akisema watu kadhaa wamejeruhiwa baada ya kuangukiwa na maporomoko ya majengo yaliyolengwa wakati wa mashambulizi hayo. Katika hatua nyingine, wizara ya ulinzi ya Urusi imesema imezidungua droni 11 za Ukraine zilizorushwa usiku wa kuamkia Jumapili. Mikoa ya Kursk na Belgorod ni miongoni mwa sehemu droni hizo zilipozuiwa. Na hatimaye Washington. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio amesema nchi yake itazibatilisha visa zote za raia wa Sudan Kusini wanaoishi nchini humo. Amesema hatua hiyo imechukuliwa kwa kuwa taifa hilo la Afrika limeshindwa kuwapokea raia wake waliofukuzwa Marekani. Rubio amefafanua zaidi kuwa kila nchi inapaswa kuwakubali wananchi wake kwa wakati mara tu wanapofukuzwa na mataifa mengine ikiwemo Marekani, lakini serikali ya mpito ya Sudan Kusini imeshindwa kuiheshimu kanuni hiyo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn.
DW Afrika wiki hii. Nchini Sudan Kusini, takriban watu 30 waliuawa kaskazini mwa nchi hiyo, huku Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda akitembelea nchi hiyo na kufanya mkutano na Rais Salva Kiir na viongozi wengine wa nchi hiyo. Huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rais Felix Tshisekedi afanya mazungumzo na mjumbe wa Marekani kuhusu kuingia kwenye mkataba madini, huku serikali yake ikizidi kukabiliwa na changamoto huko mashariki. En entendant des tirs d'artillerie kwa kusikia milio ya silaha nzito, wakazi zaidi ya 700 walikimbilia katika hospitali hii ya Walikale. Nchini Kenya, hatutaogopa. Hawezi iba pesa za wananchi alafu nenda kula na makasisi kanisani. Hayo tumekataa. Rais William Ruto ajikuta akikabiliwa na maandamano kufuatia hatua yake ya kutoa takriban dola 150,000 kwenye kanisa moja jijini Nairobi, kitendo kilichotafsiriwa na Wakenya kama rushwa. Na viongozi wasiopungua 30 waliuliwa wiki hii kwenye mashambulio yaliyofanywa na kundi la vijana wenye silaha waliovamia kwa muda mji mmoja huko kaskazini mwa nchi hiyo, na wengine 40 walijeruhiwa. Machafuko hayo yalihusisha jamii ya wafugaji na wakulima, ingawa tukio hilo lilishuhudiwa huko nchi hiyo ikiwa chini ya kiwingu cha ongezeko la mivutano inayohusiana na hali tete ya kisiasa. Kufuatia hali ya mvutano wa kisiasa kati ya Rais Salva Kiir na makamu wake Riek Machar, Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni alikwenda Juba siku ya Ijumaa, ambako alifanya mazungumzo na Rais Salva Kiir na viongozi wengine wa Sudan Kusini. Kufuatia hali ya mvutano wa kisiasa kati ya Rais Salva Kiir na makamu wake Riek Machar, Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni alikwenda Juba Ijumaa, ambako alifanya mazungumzo na Rais Salva Kiir na viongozi wengine wa Sudan Kusini. Na waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo ya Sudan Kusini, Ramadhan Mohamed Abdallah Gok, alitoa ufafanuzi zaidi wa kile kilichojiri. Also we brief the president Yoweri Kaguta Museveni of Tulimfahamisha pia Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda na ujumbe alioandamana nao kuhusu hali ya kiusalama nchini Sudan Kusini na hali ya utekelezaji wa makubaliano ya amani, na tuliwahakikishia kwamba kama serikali ya Sudan Kusini tuko tayari kutekeleza maagizo ya kiusalama. Kesho pia Museveni atakutana na maafisa wengine wa Sudan Kusini hapa Juba. Tomorrow also he will meet other South Sudanese officials here in Juba. Rais Museveni alikwenda Juba akiandamana na ujumbe wake wa ngazi za juu, ikiwa ni ziara yake ya kwanza katika nchi hiyo jirani tangu yalipozuka machafuko na mivutano baada ya kuwekwa chini ya kifungo cha nyumbani makamu wa Rais Riek Machar, hatua iliyochochea hofu ya kikanda kwamba nchi hiyo huenda ikarejea kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Serikali ya mjini Juba inamtuhumu makamu wa Rais Riek Machar kwamba anachochea uasi katika taifa hilo dogo la Afrika Mashariki. Rais Museveni, ambaye jeshi la nchi yake lilikaribishwa kuingia Sudan Kusini mwezi uliopita ili kuisaidia kuulinda mji mkuu wake Juba, hakuzungumzia moja kwa moja hadharani juu ya mgogoro huo wa Sudan, bali waziri wake wa mambo ya nje anayehusika na ushirikiano wa kikanda John Mulimba alizungumzia hivi ziara ya ujumbe wa Uganda mjini Juba. Grateful this evening to report to you that His Excellency the President of the Republic of Uganda. Tuna furaha leo jioni kuwafahamisha kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Uganda, kufuatia mwaliko aliopokea kutoka kwa mwenzake Rais wa Jamhuri ya Sudan Kusini, aliwasili asubuhi hii Sudan Kusini kwa ajili ya ziara ya kikazi inayohusu mahusiano ya nchi hizi mbili. Mkutano wetu ulikwenda vizuri, ukigusia masuala mbalimbali yanayohusu serikali zetu ambazo zina malengo ya pamoja na manufaa. Tuligusia suala la amani na usalama kati ya nchi zetu, lakini pia wa kikanda. Tumegusia pia masuala ya biashara, hali kadhalika suala la kijamii na uchumi. We have also touched the social and economic question. Ziara hiyo ya Rais Kaguta Museveni wa Uganda huko Juba na ujumbe wake ilifuatia juhudi za upatanishi za Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Afrika Mashariki ambazo zimelenga kutafutia ufumbuzi mgogoro unaoendelea katika nchi hiyo. Tukigeukia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nayo Rais Felix Tshisekedi, ambaye anapambana na vikosi vinavyoipinga serikali yake huko mashariki mwa nchi hiyo ambako kuna utajiri mkubwa wa rasilimali, siku ya Alhamisi alifanya mazungumzo na mjumbe wa ngazi ya juu wa Rais Donald Trump
Trump wa Marekani yaliyoangazia uwezekano wa kuingia kwenye mkataba madini na Marekani. Tshisekedi alikutana na mshauri wa Trump kuhusu Afrika na Mashariki ya Kati, Masad Boulos, mjini Kinshasa, na kusema kwamba Marekani inaweza kuisaidia nchi yake kuwa na usalama. Lakini kwa upande mwingine, huko Kongo, shirika la madaktari wasio na mipaka MSF lilitoa tahadhari ya kuongezeka kwa machafuko katika wilaya ya Walikale iliyoko jimbo la Kivu Kaskazini. Shirika hilo lilisema shughuli zake zimeathirika kwa kiasi kikubwa kutokana na mapigano yanayoendelea kati ya jeshi la Kongo na waasi wa M23 wanaosaidiwa na jeshi la Rwanda. Mwandishi wetu huko Goma, Benjamin Kasembe, alitutumia ripoti ifuatayo. Katika tangazo lake, shirika hilo lisilo la kiserikali la madaktari wasio na mipaka MSF limetoa tahadhari kuhusiana na hatari inayotokana na uhaba wa dawa muhimu katika hospitali kuu ya Walikale ikiwa mapigano yataendelea katika eneo hilo. Tangu kuanza kwa mapigano kati ya kundi la wapiganaji wa M23 AFC na jeshi la Kongo linaloungwa mkono na vijana wazalendo, karibu 80% ya watu wameuhama mji huo, huku wengine zaidi ya 700 wakiwa wamepatiwa hifadhi kwenye hospitali kuu ya Walikale ambayo inakabiliwa na uhaba wa vifaa muhimu kwa ajili ya wagonjwa. Imen Ben Otman, mratibu wa shughuli za MSF wilayani humo, anaeleza. En entendant des tirs d'artillerie qui kwa kusikia milio ya silaha nzito, wakazi zaidi ya 700 walikimbilia katika hospitali hii ya Walikale, jambo ambalo linasababisha uhitaji mwingi wa vifaa na hata dawa kwa ajili ya wagonjwa. Wiki mbili zilizopita, mabomu yalilenga hospitali hii na kuathiri vibaya majengo yetu. Pia baadhi ya magari yaliharibiwa. Shirika hilo hata hivyo limetoa wito wa kuimarishwa kwa usalama ili kuwezesha utoaji wa huduma za afya kwa wanaohitaji, huku likihamasisha jamii na wadau wa kimataifa kuchukua hatua za haraka, ameeleza Ben Othman kwenye ripoti hiyo. Majengo yanayotoa huduma za afya katika eneo hilo lenye utajiri yameathirika pakubwa kutokana na vita hivyo vinavyoendelea kusambaa na hivyo kuhatarisha maisha ya wananchi wanaohitaji huduma za msingi, imeeleza ripoti hiyo. Mamlaka Gwel ni mwanaharakati na mtetezi wa haki za binadamu mashariki mwa Kongo. Hakuna uongozi vizuri ambao unajulikana wa wazalendo, na kwa vikundi mbalimbali, hasa mapigano kati ya FARDC M23 hata pia wazalendo, inakuwa ni mapigano ambayo inakosesha watu kuweza kupata matibabu. Kwetu sisi tunaomba M23, FARDC hata wazalendo waweze kusikilizana, waongee na waache kupigana kwa silaha. Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF pamoja na mashirika mengine ya kiutu yamekumbwa na changamoto kubwa, ikiwa ni pamoja na kushindwa kuwafikishia misaada maelfu wa raia wanaohangaika kutokana na vita katika wilaya Walikale. Benjamin Kasembe, DW, Goma. Katika nchi jirani ya Burundi, iliarifiwa wiki hii kwamba zaidi ya wakimbizi 70,000 kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walivuka mpaka na kuingia nchi hiyo ya Burundi kukimbia machafuko yanayoshuhudiwa mashariki mwa nchi yao. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR linasema linahitaji hadi dola milioni 40.4 kuwasaidia kikamilifu wote waliokimbia machafuko ya Kongo. Mwandishi wetu mjini Bujumbura, Amida Isa, alitutumia ripoti ifuatayo. Ni katika tarafa ya Rugombo, mkoa wa Cibitoke, eneo linalopakana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia mto Rusizi, kulikofikia idadi kubwa ya wakimbizi kutoka maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Kongo. Kambi kadhaa zimeundwa katika tarafa hiyo ya Rugombo, ikiwa ni pamoja na kwenye uwanja wa michezo wa hapo Rugombo, kwenye shule ya upili ya Ecofo Rugombo na kwenye shule ya tarafa. Mkimbizi Fedha Ramazani anasema alivuka mto Rusizi na kuingia Burundi baada ya mumewe na watoto kuuawa. Pia anasema amekimbia mikono mitupu. Mimi nafika hapa, siapata kia kujifunika, siapata chungu, siapata sahani na kopo ya kunywa maji. Nilikuya hivi, bimwa vitu vilienda na mai na watoto walikufa na bwana yangu mimi alikufa. Serikali ya Burundi kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani, Maendeleo ya Jamii na Usalama inayohusika na swala la wakimbizi imekuwa ikihamasisha mashirika ya kimataifa na kitaifa kuchangia katika kukabiliana na changamoto zinazowakabili wakimbizi hao. Waziri husika Martin Terese anasema imeundwa tume ya kufuatilia kwa karibu swala la wakimbizi hao kutoka nchi jirani
ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika dhamira ya kuwarahisishia maisha wakimbizi ndugu zetu hao kutoka Kongo, tume hiyo inalo jukumu la kuhakikisha wakimbizi hao wako katika hali salama. Pili, kuwapatia sehemu za kulala, chakula na matibabu. Serikali ya Burundi inatoa wito wa kuwepo na mshikamano kitaifa na kimataifa ili kufanikisha zoezi hilo. Shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na wakimbizi limekuwa likitembelea kambi hizo ili kufanya makadirio ya mahitaji ya wakimbizi. Brigitte Mukanga, mwakilishi wa UNHCR Burundi, akiambatana na balozi wa Afrika Kusini na yule wa Tanzania, anasema kuna hitajika chakula, madawa, vyoo, vifaa vya kueneza nishati ya umeme katika maeneo kulikopiga kambi wakimbizi. Hapa Rugombo tumeshuhudia kuna wakimbizi 1047. Tunawasiliana na shirika la UNICEF ili ziundwe shule za dharura zitakazowapokea watoto wakimbizi. Hamida Isa, DW.